Bwana Sports Counter, tunaendelea kukujuza kuhusiana na tetesi kuelekea kwenye dirisha dogo la usajili. Bwana, kwa upande wa klabu ya Yanga kuna tetesi nyingi kwelikweli ambazo zimeendelea kuhusisha klabu ya Yanga na baadhi ya nyota ambao wanatajwa huenda kwenye dirisha dogo la mwezi wa kwanza bwana wakaweza kumalizana nao. Sasa moja kati ya tetesi ambayo naanza nayo bwana ni tetesi ambayo inasema kwamba klabu ya Yanga chini ya Engineer Harris Aid imefanya jaribio wiki kadhaa zilizopita. Hii ni kuinasa saini ya mshambuliaji wa kimataifa wa Tanzania Selemani Mwalimu. Bwana, tunafahamu kwamba Selemani Mwalimu yuko ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba kama mchezaji wa Simba akicheza kwa mkopo akitokea ndani ya klabu ya Wydad Casablanca. Sasa unaambiwa dili hilo lipo kwenye hatua za mwisho kukamilika, na hii ni baada ya makubaliano ya pande mbili kati ya management ya mchezaji na uongozi wa Yanga kupita. Bwana, inaelezwa klabu ya Simba inapambana vikali kumbakisha nyota huyo, lakini inaelezwa ni kama mnyama amechelewa, kwani tayari Engineer Harris ameshatenga mzigo mnono kwa ajili ya kuinasa saini ya nyota huyo. Bwana, Engineer ameahidi kuboresha maslahi ya mchezaji kuanzia kwenye mshahara, bonus na uhakika wa kucheza ndani ya klabu ya Yanga. Ikumbukwe Selemani Mwalimu kama ambavyo nimekujuza alijiunga na Simba kutokea Wydad Casablanca Morocco kwa mkopo wa mwaka mmoja. Mazungumzo kati ya Engineer Harris na klabu yake ya Wydad Casablanca yapo hatua za mwisho kukamilika, na muda wote kutoka sasa huenda Mwalimu akatambulishwa ndani ya klabu ya Yanga. Bwana, kocha Pedro Gonçalves anataka striker la magoli kuelekea ligi ya mabingwa barani Afrika. Bwana, dili hili pengine huenda likafanikiwa pia kutokana na mahusiano mazuri ya Yanga na klabu ya Wydad Casablanca. Tunafahamu Yanga na Wydad Casablanca ni moja kati ya timu ambazo zimekuwa zikifanya biashara. Tumeshuhudia biashara ya Stefano Aziz Ki, moja kati ya biashara ambayo Yanga walivuna mamilioni ya pesa. Kwa hiyo hiki ambacho kinaendelea ama hizi tetesi ambazo zinamzungumza Selemani Mwalimu kutoka ndani ya klabu ya Yanga huenda likafanikiwa kutokana na mahusiano ambayo yapo kati ya Yanga na Wydad Casablanca, lakini kubwa zaidi ni kusubiria na kuona nini ambacho kinakwenda kutokea. Bwana, tetesi nyingine ndani ya klabu ya Yanga, unaambiwa Yanga bwana wameachana na Boubacar Homen, goalkeeper wao nambari 3 baada ya kushindwa kulishawishi benchi la ufundi la timu hiyo. Bwana, Homen msimu uliopita alicheza dakika 270 kwenye michezo mitatu akikusanya clean sheet 2. Msimu huo bwana Msheri alicheza dakika 360 zenye michezo 4 akiwa na clean sheets 4. Msimu huu Msheri amecheza michezo 2 akichukua clean sheet 2, lakini Homen hajapata nafasi. Kiwango bora alichomaliza nacho Yona Amos msimu uliopita akiwa na Pamba Jiji bwana kimwavutia Yanga zaidi. Michezo 28 alikusanya clean sheet 11, save 69. Ziada alikuwa mchezaji bora kwenye michezo 3. Bwana, Yona Amos alitakiwa kusajiliwa na Yanga tangu msimu wa 23-24 akiwa Tanzania Prisons, lakini dili likafa njiani kimya kimya. Sasa unaambiwa mazungumzo ya Yanga na Yona Amos wa klabu ya Pamba Jiji bado yanaendelea. Kwa hiyo Yanga pia wanahusishwa na kipa nambari 1 wa klabu ya Pamba Jiji Yona Amos kutaka kuchukua nafasi ya Boubacar Homen ambaye anatajwa kwamba huenda kuelekea kwenye dirisha dogo la usajili asiwe sehemu ya kikosi cha Yanga. Bwana, tetesi nyingine ndani ya klabu hiyo ya Yanga ni kwamba tetesi nzito zinaibuka ndani ya soka la Afrika. Bwana, beki mahiri wa kulia wa Mamelodi Sundowns na timu ya taifa ya Afrika Kusini Bafana Huriso Johnson Mudau ameripotiwa kuingia kwenye rada za rais wa Yanga Engineer Harris Aid. Bwana, vyanzo vinaeleza kuwa kuna mazungumzo ya siri yanaendelea yakihimizwa Mudau kutosaini mkataba mpya na Masanda Wana, huku
akiahidiwa dau nono ndani ya miamba ya Jangwani mwezi Januari. Bwana, dau lililotajwa ni signing fee milioni 900, lakini mshahara wa milioni 40 kwa mwezi. Bwana, ikumbukwe mkataba wa Mudau na Mamelodi Sundowns unamalizika hivi karibuni. Bwana, bado ni tetesi, haijathibitishwa rasmi. Kwa hiyo tuishi humo kwenye hizi tetesi za Wholesome Mudau. Japo ni moja kati ya dili ambao unaona sijui kama Yanga unaweza wakalifanikisha, lakini kwa sababu ni tetesi, tuishi kwenye tetesi, pengine huenda lolote likatokea kuhusiana na beki huyo wa kulia wa Mamelodi Sundowns na timu ya taifa Afrika Kusini Bafana Wholesome Johnson Mudau kuingia kwenye rada za Engineer Hersi Said. Bwana, tetesi nyingine ambayo ipo ndani ya klabu ya Yanga bwana ni kutokana pia na namna ambavyo kocha mkuu wa klabu ya Yanga Pedro Gonçalves amekiangalia kikosi cha timu hiyo kilivyo kwa sasa bwana, kisha ameuambia uongozi wa klabu hiyo umletee mashine mpya 3 wamalize kazi. Bana, mabosi wa Yanga wamepokea ripoti ya kwanza ya Pedro baada ya kusimamia kikosi hicho katika mechi 6 za mashindano zikiwemo 2 za ligi ya mabingwa Afrika, hatua ya makundi na 4 za ligi kuu bara. Bana, zilitosha kumpa picha ya wapi anataka kuiboresha mara michuano hiyo itakaporudi tena. Bana, taarifa kutoka kwa mabosi wa Yanga ni kwamba Pedro ametaka kutafutiwa kiungo mkabaji mwenye ubora mkubwa, japo amesitiza Duke Abuya amefanya kazi bora eneo hilo, lakini anataka kumhamasisha. Ripoti ya mreno huyo inasema endapo atapata kiungo huyo mkabaji, basi Abuya atahamishwa nafasi ya kisogezwa juu, hatua ambayo itaifanya Yanga kuwa na ubora mkubwa eneo la katikati kutokana na uwezo wa Mkenya huyo sambamba na kiungo atakayekuja. Bana, ripoti hiyo pia inahitaji kiungo mshambuliaji, yani namba 10, na bado Pedro hajaridhishwa sana na watu alionao eneo hilo, huku akionyesha hataki kutumia fundi Pacome Zouzoua eneo hilo. Pedro ameonyesha anataka kumtumia Zouzoua kama kiungo wa pembeni akitokea kushoto akicheza eneo nusu, yani kwa maana ya half space, jukumu litakalomfanya kuwa hatari zaidi mbele ya lango la mpinzani na kuinufaisha Yanga kuliko hivyo sasa, akiwa amefunga mabao 2 na assist 2 vile vile. Bana, hii ni taarifa kutoka ndani ya klabu ya Yanga juu ya kocha Pedro Gonçalves ambaye anahitaji maboresho makubwa, na tumeona tetesi zikimhusisha raia wa Angola mshambuliaji Dep ambaye amefanya kazi na Pedro kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Angola. Ni moja kati ya pendekezo la Pedro, lakini pia James Akamiko kutoka ndani ya klabu ya Azam FC ni pendekezo la Pedro pia, tetesi zimeeleza hivyo. Kwa hiyo kutokana na ripoti ambayo ameshakwisha kuiwasilisha ndani ya klabu ya Yanga, huenda pengine matakwa yake ama mawazo yake yakafanywa kazi ndani ya klabu ya Yanga. Ni jambo la kusubiri na kuona. Kwa hiyo hizo ni baadhi ya tetesi ambazo zinahusu klabu ya Yanga, lakini bwana, Yanga pia wameendelea kuhusishwa na Alan Okello, mchezaji wa klabu ya Vipers. Licha ya kwamba Simba pia wanahusishwa kwa karibu zaidi, lakini Yanga pia bwana wanahusishwa na Alan Okello kama ambavyo pia wamehusishwa kwa Luis Miquissone. Kwa hiyo Yanga pia kimya wanaendelea kumfukuza mwizi kwa Alan Okello, wakati vilabu kama Gor Mahia pia vikitajwa, Loya Twemp kutoka Belgium pia vikitajwa, Simba Sports Club vikitajwa kuhitaji saini ya Alan Okello. Bwana, pia Yanga hawako mbali na tetesi za Alan Okello, nao pia wanahusishwa kwa ukaribu kuona kama wanaweza akapata saini ya Alan Okello. Elim Panzu pia ni moja kati ya wachezaji ambao wanatajwa, na ukitaka kufahamu kwamba Yanga dirisha dogo la usajili wanakwenda kufanya maboresho makubwa, ni kutokana pia na kauli ya msemaji wa klabu ya Yanga Ali Shabani Kamwe kupitia kwenye ukurasa wake wa Instagram. Alisema mchezaji akibakiza miezi 6 kwenye mkataba wake, sheria inamruhusu kufungua mazungumzo na klabu nyingine na kusaini mkataba wa awali. Asante sana Engineer Hersi, muda sio mrefu nitaanza kutamba na mchezaji wetu bila wasiwasi. Ni nani huyo ambaye amebakiza mkataba wa miezi 6? Tetesi zinamueleza Elim Panzu kwamba amebakiza mkataba wa miezi 6 ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, lakini Jean Sharea wa pia anatajwa kwamba amebakiza muda mchache ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa hiyo tusubiri na kuona, pengine huenda lolote likatokea. Hizi kauli zipo kama sehemu pengine ya kutia pressure, lakini
hizi kauli pia huenda zikazi na ukweli ndani yake. Kwa hiyo ni jambo la kusubiri na kuona kauli ya msemaji wa klabu ya Yanga Ali Shabani Kamwe, ambaye anasema kuna mchezaji amebakiza miezi 6 na sheria inasema kwamba mchezaji akibakiza miezi 6 anaruhusiwa kufungua mazungumzo na klabu nyingine. Kwa hiyo sijui ni nani huyo, kwa hiyo ni jambo la kusubiri na kuona. Kwa hiyo kwa sasa tuishi kwenye hizo tetesi za klabu ya Yanga juu ya baadhi ya nyota ambao wanahitajika, wakiwemo Selemani Mwalimu, lakini pia Alan Okello, Holiso Mdau kutoka ndani ya klabu ya Mamelodi Sundowns na wachezaji wengi. Kwa hiyo ni moja kati ya tetesi ambazo nimeona nikusogezee kupitia hapa ili uweze kuzifahamu.